Praise God, hallelujah. Natumai mko salama wapendwa wangu. Ainuliwe Mungu wa milele. Atukuziwe yeye anayetujali siku hadi siku. Tumeamka na Bwana na kipindi chetu cha Amka na Bwana na ndugu yenu mpendwa Apostle Simon Claude. Namshukuru Mungu kipekee kwa wema wake na upendo wake, yeye Mungu anayetujali siku hadi siku. Hututetea na kutupigania, hutulinda na kututendea mema. Ni mwema siku zote, anastahili heshima. Hakuna kama yeye. Basi wapendwa, ni Ijumaa ya baraka. Tumeamka na Bwana. Kabla ya kufanya kitu chochote, tumtangulize Mungu mbele. Tuombe, na Mungu wetu ni mzuri, tena ni mwema. Bila kawia, acha tusome kitabu cha Warumi 8:18 hadi 21, lakini tutasoma 18 hadi 19. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Turudi ndani 18. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. 20. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Jina la Bwana libarikiwe. Mwandishi Paulo akiwaandikia Warumi, aliandika kipindi hiki akiwa kwenye mateso. Amefungwa gerezani, yuko gerezani, na hapo si kwa kosa lolote, bali kwa kuwa anamtaja Yesu, anamshuhudia Yesu, anamsema Yesu. Alikuwa mtu mwenye kuheshimika, alikuwa mtu mwenye kujulikana katika community yao kama Mfarisayo. Lakini alipotembelewa na Yesu, akampokea, akamwamini na akajua njia ya kweli ni Yesu, uzima ni Yesu. Akaamua kumpa maisha yake na kufuata njia za Yesu. Katika kumshuhudia Yesu na kumkiri popote, alipata vita vikubwa mpaka kajikuta gerezani. Haikuwa rahisi. Sasa waliokuwa nje wakimjua kama mtume ndio walikuwa na matatizo, wakimwonea huruma, wakilia kwa ajili yake. Basi yeye akasema, ninajua haya mateso ya sasa hayalingani na ule utukufu ambao unaenda kufunuliwa. Kuna kitu kikubwa amefunua mahali hapa, ya kwamba wale waliofika ndani ya utukufu wa Bwana, au wale wanaotegemea utukufu wa Bwana, hawatakiwi kushtuka au kukata tamaa kulingana na yale wanayoyaona sasa. Vita vinaanza kuwa vingi, watesi wanaanza kuwa wengi, wakukusimamia wanaanza kuwa wengi, lakini hayo yote hayalingani na utukufu ambao umefunuliwa kwa waliompokea Yesu. Paulo alihitaji kuwaonesha, ingawapo nayapitia haya, ninayoyaendea ni mema sana, tena ni mazuri sana. Watu wengi mambo ya wokovu wameanza na wokovu, lakini wamerudi nyuma
wameacha wokovu, hawamtaki tena Yesu, hawako tayari kumshuhudia. Aidha kwa kuwa hali ya maisha imekuwa ngumu, aidha kwa kuwa mapito yamekuwa magumu, aidha hali zao zimewasumbua. Lakini mpendwa, nikwambie, utukufu ambaye wana wa Mungu wanatarajia na ule utukufu wanaoishi haulinganishwi na mateso ya sasa. Rise and shine, arise and shine, oh my God, kwa kuwa utukufu wako umekujia na nuru ya Bwana imekuangazia. Utukufu ambaye Bwana ameuandalia watoto wake ni wa kipekee. Tunayoyapitia ni machache sana, tunayoyapitia ni ya muda, lakini tunayoyaendea ni ya umilele, na tulioyapokea ni ya umilele. Shika ya umilele, endelea, songa mbele. Kwa kuwa viumbe vyote, sikia Paulo alivyowaambia, viumbe vyote vinatarajia kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Uumbaji wote wa Mungu unasubiria kwa hamu kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kuna uumbaji umefungwa kwa kuwa wana wa Mungu hawajajijua. Kuna wengine watu wakisema uumbaji wote na watu wa ndani, mifugo imo ndani. Leo wamefungwa na mapepo, wamepigwa vita na mapepo. Lakini wanasubiri kwa hamu kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Mimi na wewe tumefunuliwa kwa kuwa tumemjua Yesu. Simama, tia bidii, omba, tembea na Yesu. Utukufu unaoendea ni mkubwa sana. Utukufu umeahidiwa wana wa Mungu ni mkubwa sana. My God. Utukufu ulio ndani ya Yesu ni mkubwa sana. Usikate tamaa. Karazata yaba. Endelea na usonge mbele. Mtegemee Bwana. Yeye anaweza. Yeye anatosha. Yeye anastahili. Oh my God. Nimekuja kumwombea huyo aliyevunjika moyo, huyo aliyerudi nyuma, huyo aliyekata tamaa, huyo aliyepungukiwa na maombi. Namwambia simama tena. Mateso yasikurudishe nyuma, umaskini usikurudishe nyuma, shida, vita, kusemwa vibaya visikurudishe nyuma. Simama, endelea, songa mbele, omba. Ninakuombea popote uliwepo. Vaa nguvu tena, simama tena. Mungu ana mpango mzuri na wewe. Mpendwa unayenisikia, popote uliwepo, inaweza kuwa ni magonjwa yamekusumbua, umekata tamaa. Nasema Mungu yuko wapi aniponye? Ndugu yangu, pasiwe kitu kitakukatisha tamaa. Paulo anasema, ni nini, kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo? Kitu gani kitanitenga na upendo wa Bwana? Kwa hiyo ni kitu gani kinaweza kututenga na upendo wa Bwana? Kwa kuwa ametuandalia utukufu mkuu tunaoendea, na ule tulioupokea ni utukufu mkuu. Basi omba popote uliwepo. By fire, by power. Ninatangaza moto wa Bwana ukusimamishe mara ya tena. Urejeshe ndoto zako. Urejeshe tumaini ndani yako. Ukujaze nguvu katika jina la Yesu. Begin to pray now. Wherever you are, begin to pray. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Rise and pray. Stand up and pray. By fire, by power. Omba, omba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pray. In Jesus' mighty name. Pray.